halmashauri ina mapato ya zaidi ya bilioni 130. Kwenye hii bilioni 130 tuombe kwamba zaidi ya asilimia 20 iende kwenye miundombinu ya barabara. Pale utapata barabara za lami zinazojengwa. Kama ukanda wenu huu, ukienda pale kuna barabara ya mita 500 inajengwa ya lami. Fedha hizi sasa ziende kwa ajili ya kuchonga hizi barabara za kwetu za ndani. Fedha hizi ziweze kwenda kujenga vivuko, kwa sababu wakati mwananchi unajenga, sio serikali ilikuwa imeshaanza kujenga nini? Barabara. Lakini sisi kama serikali tuna wajibu wa kuwapelekea wananchi wetu huduma. Moja ya huduma ni ya barabara, ili huyu mtoto aweze kwenda shule, mzazi huyu aweze kwenda kazini. Nakiri hivi vivuko ni changamoto, lakini halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam inaenda kutoa tiba mbadala kwenye hili. Na kwenye bajeti yetu ya 25-26 halmashauri tumepanga kukusanya zaidi ya bilioni 140. Tuwachague viongozi wazuri kuhakikisha kwamba fedha hizi zinakuja kwenye miradi yetu. Ni kweli kuna baadhi yenu hata ule ukuta wa dampo ufanyaje? Umeanguka. Unasababisha yale maji ambayo wakati kipindi cha mvua yanayotokana na dampo yanaenda kwenye makazi ya nini? Ya watu. Pia kwenye bajeti ya halmashauri kuhakikisha kwamba tunakwenda kuimarisha dampo. Lakini pia serikali ina mpango wa kushirikiana na kampuni au watu binafsi kwenda kuimarisha hii dampo letu. Badala ya dampo kuwa sehemu ya kukusanyia taka, dampo liwe sehemu ya kuchakatia taka. Lakini sambamba na hiyo kuhakikisha inajenga mifereji ili yale maji yasiwe kwenda kuwadhuru wananchi wetu. Tuna wajibu huo wa kuhakikisha tunaliweka dampo katika hali nzuri. Nakushukuru kwa sababu tayari na mimi nimefanya ziara, na pia mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa John Chalamila alifanya ziara hapa ya dampo kwa kushirikiana kuona namna gani tunapata wawekezaji kuiweka dampo yetu kwa hali salama. Kwenye bajeti ya 25-26 halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam imetenga fedha za kujenga shule mpya hapa. Ndani ya mwaka huu wa fedha 25 huu tunaokwenda kuanza na bunge, Mheshimiwa Rais amekuja, tunakwenda kujenga shule mpya. Mwenyezi Mungu akijalia mpaka inapokwenda Januari, Februari watoto wenu wao wanasoma kwenye hiyo shule. Pongeze mwenyekiti na viongozi wenzako. Mlifanya kazi nzuri ya kupata eneo. Mmekurahisishia sana kama serikali kuileta fedha na kujenga. Mheshimiwa Rais ametutaka tuwahudumie watu. Katiba imetutaka tuwahudumie watu. Fedha hizi ambazo tunazipata tunakuja kujenga shule. Na niwahakikishie kama balozi, shule itakuja kujengwa mapema iwezekanavyo. Na katika wiki za hivi karibuni tutamwagiza mkurugenzi alete wataalamu wake kuja kuliona eneo na kuanza kufikiria michoro ambayo ipo, namna gani tunaweza kujenga na shule iwe ya namna gani. Katika kipindi cha miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, kwenye eneo la elimu sekondari ameleta zaidi ya bilioni 32. Katika bilioni 32 ambazo zimeletwa kwenye halmashauri yetu, zaidi ya madarasa 654 yamejengwa. Na shule zilizojengwa mpya ni zaidi ya shule 8. Lakini kwenye eneo la elimu msingi zaidi ya shilingi bilioni 20 zimeletwa hapa kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Na katika fedha hizo zaidi ya madarasa 560 yamejengwa na shule mpya 12 zimejengwa. Tunashindwaje hapa? Mwaka huu tunaanza ujenzi wa shule. Hatuwezi kuutengeza mtaa kwa Mustafa kama tujashiriki mikutano. Ndio mkuu wa wilaya pale amewapongeza wananchi ambao walijitokeza kwenye mikutano. Kuchangia hoja kuchangia hoja kwenye madrafti, kuchangia hoja kwenye vijenge vya pulu havina maana. Tuna hoja za msingi, tunatakiwa tufike kwenye
kwenye mkutano ambao mwenyekiti ameuandaa na kamati yake, basi pale kila mmoja anatoa mchango wake wa mawazo na mwisho wa siku tunajibiwa. Ndio maana mkuu wa wilaya amesema kwamba katika wilaya hii ana wenyeviti 159, lakini kila siku akisema ripoti kwenye mkutano wa wananchi itamchukua muda mrefu. Lakini leo ameripoti hapa, mbona wenyeviti wenzangu wamekuwepo hapa, wamesikia na wao wataandaa mikutano. Sisi rai yetu kwa wananchi wajitokeze kwa wingi, hasa wenyeviti wao wa serikali za mitaa wanapotangaza mikutano kwa wananchi. Lazima tujitokeze, tuje turekebishe kile ambacho tunakiona kina kasoro na kufanyia kazi.